kujuza mengi ambayo imeweza kujiri na kujitokeza ndani ya viunga vya kota za Dodoma. Smartman, mambo vipi? Bwana, mambo ni salama na tunashukuru Mungu kwamba leo ni siku na tumeiona. Hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kuturuzuku uhai huu na pumzi hii ambayo tunayo hivi sasa. Si jambo dogo hilo, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Basi ndani ya kota za Dodoma leo tuanze katika ile robo finali ya michuano ya mpira wa miguu ya UVCCM Cup ya Chemba. Timu zilizokuwa zinapepetana vikali huko kusaka pointi 3 muhimu ni kati ya timu ya Wydad FC dhidi ya timu ya Midizini FC. Matokeo ya mchezo huo ndani ya dakika 90, Wydad FC bao 2 na Midizini FC hakuweza kupata kitu. Bao hizo za timu ya Wydad FC zimetupiwa kambani kwa ustadi mkubwa na Bahanuzi katika dakika 36 na David Daudi katika dakika ya 70. Mratibu wa ligi hiyo, mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM kata ya Babayo ya Chemba, Nasibu Maulidi, amesema kuwa ligi hiyo itaendelea tena kuungurumishwa hapo kesho kwa mchezo kati ya timu ya Djibouti FC dhidi ya timu ya Yamoto FC. Kuelekea katika mchezo huo, maandalizi yote yako vizuri na kinachosubiriwa ni kufika hapo kesho mbungi liweze kutembea. Tukiondoka huko wilayani Chemba na sasa tuangazie michuano ya mpira wa miguu ya Kiduku Cup 2025 imepigwa hii leo katika uwanja wa CCM Amani huko Kibaigwa wilayani Kongwa. Timu zilizokuwa zinapepetana vikali huko kusaka zile pointi 3 muhimu ni kati ya timu ya Veterani FC dhidi ya timu ya Maskani FC, timu zote hizi kutoka mji mdogo wa Kibaigwa. Mwanamichezo Chinuku William Sekwao kutoka katika viunga hivyo ametupasha matokeo mchezo huo ndani ya dakika 90. Timu ya Maskani FC imeutumia vyema uwanja wa CCM Amani pale Kibaigwa na kuweza kuibuka kidedea kwa ushindi wa bao 4-0 dhidi ya timu ya Veterani FC, mchezo ambao umemalizika jioni hii ya leo. Na tuseme tu kwamba bao hizo zimewekwa kimiani na kipepeo katika dakika ya pili tu ya mchezo huo. George Mkele katika dakika ya 43 na dakika ya 68 na Musa Boban katika dakika ya 54. Kesho ligi hiyo itaendelea tena kuungurumishwa huko kwa mchezo kati ya timu ya Viwandani FC na timu ya KPS FC, mchezo ambao unatarajiwa kuanza kumiminwa kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni katika viunga hivyo vya mji mdogo wa Kibaigwa wilayani Kongwa. Tukiendelea kupita huku na kule ndani ya kota za Dodoma, sasa tunaangazia michuano ya mpira wa miguu ya Mavunde Cup. Inazidi kushika kasi na kushamili vilivyo katika uwanja wa Mahomanyika ndani ya viunga vya Dodoma. Mwanamichezo Tozi Sanga Barozi wa kota za Dodoma ametupasha matokeo katika mchezo ambao umepigwa leo kati ya timu ya Jamaica FC ya pale Nzuguni na timu ya Young Boys kutoka Chahwa. Hadi dakika 90 timu ya Young Boys bao 2 na timu ya Jamaica FC bao 1. Kwa matokeo hayo, bingwa mchezo huo leo ni timu ya Young Boys FC ambao kwa hakika wameonyesha kandanda safi na kuweza kuibuka kwa ushindi huo wa bao 2. Kesho hakuna mchezo katika michuano hiyo, na hii yote ni kupisha dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba, mchezo ambao unatarajiwa kumiminwa hapo kesho katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Bao za timu ya Young Boys zimepachikwa nyavuni na Loti Sangaya katika dakika 21 na Freddy Lugolei katika dakika 31. Bao kwa timu ya Jamaica FC limepigwa kimiani na Saidi kunako dakika ya 70 ya mchezo huo. Na tukiondoka kule katika viunga vya Mahomanyika, na sasa tuangazie michuano ya soka ya Ihumwa Super Cup. Imesimama kwa muda kwenye uwanja wa soka wa Pentagon pale Ihumwa ndani ya viunga vya Dodoma, ambapo mratibu wa ligi hiyo Salum Shabani maarufu kwa jina la Kamanda amesema kuwa ligi hiyo itaendelea tena kuungurumeshwa Juni 30 kwa mchezo kati ya timu ya Ihumwa Boys dhidi ya timu ya Ndachi FC. Kwa mujibu wa ratiba ya michuano hiyo, Julai mosi 2025 kutapigwa mchezo kati ya timu ya Biashara FC dhidi ya timu ya Majengo FC. Mchezo huo utakuwa ni wa mwisho katika kundi B. Nusu fainali ya kwanza kabisa ya michuano hiyo itapigwa Julai 4 na nusu fainali ya pili itapigwa Julai 5.